wa Eli Geoffrey. Ndio. Nani wa marehemu labda? Mume wangu. Mume wako? Ndio. Mimi na watoto naye wa 5. Ndio. Labda asubuhi ilikuwa jana ametoka nyumbani ya mimi siishi naye, tulishatengana muda mrefu. Ndio, akawa yuko na mama mmoja hivi anaitwa Mama Neema. Labda leo umesikia taarifa wapi na umefanya? Mimi nilikuwa kazini. Nikaja nikapigiwa simu mchana, nikaambiwa amechanganyikiwa, ametoa usijui nguo, mara narudisha ndani. Nikawa nimechukulia tu kawaida, nikasema ngoja asubuhi niamke niende nikamtafute dada yake hapo Kilombero. Nilivyotoka hapo mama mmoja akaniambia au uende sasa hivi, nikamwambia giza tayari imeshaingia, mimi mwanamke siwezi kutembea usiku. Nikasema asubuhi saa 12 niamke niache kazi kwanza ndo niende kwanza. Nikamcheki dadake, alafu ndo nilete hiyo namba tumpigie dadake ili apatikane ili tujue tunafanyaje. Baadaye ndo hii saa hizi niko kazini, ndo natoa vyombo nioshe ili nije zangu nyumbani. Napigiwa simu, naambiwa mume wako kashajinyonga, mwenye nyumba yake ndo ananipigia. Labda alikuwa anafanya kazi gani? Kazi kwa kweli sijajua. Sijajua kwa sababu mimi niko na watoto tu, mimi ndo napambana na watoto. Labda mnyonga na mazingira gani na mkuta na mazingira gani? Kujinyonga? Ametumia nini kujinyonga? Jani la mgomba kamba ya mgomba ndo nimeiona hapo. Amejinyonga kwenye sehemu gani? Kwenye mti. Yes, mamangu muda sana tumevuta muda sana. Mimi sijamuona tena karibia wiki 3 hivi sijamuona, mpaka nikaulizia ameenda Moshi, wakanambia yuko huku mtaani. Labda kuna kitu alikuwa anasumbuliwa nayo, mawazo nini? Kwa mawazo sijui, lakini niliambiwa alikuwa anaumwa, nikakutana naye hiyo siku kama wiki 3 hivi zilizopita, akaniambia mwenyewe alikuwa anajisikia vibaya akaanguka. Kwa kumkadiria za kutuambia labda ni mtu wa miaka mingapi kwa kumkadiria? Labda kama unafahamu. Amefikisha miaka 40 itakuwa sasa hivi. Majina yake kamili anaitwa nani? Anaitwa Peter Laurent Masawi. Shukuru sana mama. Pole. Asante. Kweli mimi namfahamu, ni jirani yangu. Tunaishi wote. Mimi naitwa Shani Musa au Mama Idris. Tunaishi wote hapo kwa mzee kwa Kinapini. Ni tunapangisha wote, tunaishi wote hapo na majirani zangu wote hapa tunao. Kwa hiyo tu tulishtuka kwa sababu hii jioni baada ya kufuturu tukaambiwa kwamba jirani yenu amejinyonga hapo shuleni. Ndio tukaja hapa kweli tukamkuta jirani yuko juu ya mti. Lakini toka juzi hali yake ilikuwa sio nzuri sana. Alikuwa anaingia na kutoka, sasa najisikia vibaya. Kisi tunaona kama ni kawaida kwa sababu anatoka nje, anarudi. Kwa hiyo sisi tuko busy na mambo yetu. Kwa hiyo ndio hivyo. Labda alikuwa anafanya kazi gani? Ni mlinzi, huwa analinda maduka hapo barabarani. Na amejinyonga mazingira gani? Mazingira kwa kweli ya shule, mazingira kweli ya kutatanisha. Labda anatumia nini kujinyonga? Sisi tumeona tu ni kamba, lakini haina kitanzi pale. Alikuwa anaishi na nani wanaomsema jirani? Anaishi mwenyewe tu, sengine mtoto wake Geoffrey ndo anakuja pale kumsaidia kuchota maji, kufanyia usafi, kwa sababu watoto wanakaa na huyu mama. Alikuwa na mawazo yote kabla ya kujinyonga labda? Kwa mawazo sijajua kwa sababu kila mtu asubuhi anakimbia kwenye shughuli zake. Kwa hiyo zaidi ni mama mwenyewe ndo anajua kwamba nini kinachoendelea. Labda mara mwisho uliongea naye wapi? Leo asubuhi. Kaongea nini? Au anatutania tu makrale Mama Abduli basi. Tunasalimiana, tunapita tu. Naitwa William Laronya. Wa Shinaili. Ni nani? Balozi. Usiku wa leo saa hizi nilikuwa nyumbani kwangu nikapigiwa na Chelisa Kayo Molel kwamba kuna mtu amejinyonga shuleni na watu wamejazana hapo. Ndio kukimbia hapo na mimi nikaja nikashuhudia ni kweli. Ndio tukapambana kutafuta namba za polisi mpaka namba ya mwenyekiti wa kitongoji hichi, namba ya mtendaji. Basi ndivyo kazi ambayo nimefanya, ndio baadaye ndio polisi wakafika. Labda unafahamu huyo mtu? Namuonaga tu lakini sijui kwamba anaishi wapi, lakini anajulikana kwa jina la Baba Clare. Ndio hivyo nafahamu. Labda kitu kilichompelekea mpaka kama kujinyonga unadhani nini? Sijui. Si nimekuja kama ulivyokuja wewe. Mmemkuta amejinyonga kwenye mazingira gani balozi? Nimemkuta, tumekuja wananchi wako wengi wamekusanyika, nikaangalia, ndio maana nikapiga polisi.
nikatafuta polisi mpaka nikamtafuta mtendaji, nikamtafuta mwenyekiti, tupate msaada wa polisi ili waje kwa sababu ya shughuli hiyo. Balozi, unadhani kwa nini amejinyonga shuleni na sio mazingira mengine? Sijui. Sijui. Alikuwa anafanya kazi gani? Sielewi kazi yake, ni kibarua, namuonaga tu sana kwa sababu hilo hata mimi nimeumia kiroho. Kwa sababu sijui kwa nini kafanya hivyo. Labda umemkuta una mazingira gani, yani amejinyongea wapi na ametumia nini? Kwenye mti, nimemwona tu kwenye mti alafu nikashtuka hata na mimi kama nyinyi mlivyoshtuka. Ametumia nini kujinyonga? Si alikuwa na kamba shingoni na ameninginia kwenye mti. Mimi kwa majina mimi naitwa Noel Loti. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Kiranyi hapa. Mimi nimefika muda sio mrefu kama nusu saa, takriban nusu saa iliyopita. Nikakuta wananchi wamejikusanya hapa. Nikauliza kuna nini? Nikaambiwa kuna mtu amejinyonga. Kwanza nikapaki gari, nilikuwa na gari, nikapaki hapo barabarani. Nikaingia hapa ndani, nikakuta wananchi wamejikusanya hapa. Baada hapo nikasema sina sababu yote ya kupita hapa, ngoja niulize kuna nini? Kwa sababu kwanza mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Kiranyi hapa. Bahati nzuri nikamkuta balozi wa nyumba 10 hapa, Mheshimiwa William Lerunya. Nikamuuliza kuna nini? Akaniambia kuna mtu amejinyonga. Basi nikabidi ninyongee kwenye sehemu ya tukio, na baada ya hapo nikafika kwenye tukio. Ikanigharimu nipige simu polisi, na baada ya muda polisi nao wakafika kwenye sehemu husika, na ndipo walivyoshusha mwili na kuanza kupeleka kule kunapohitajika. Ila kwa kweli kwa sura namfahamu. Wito wako wa mwenyekiti wa chama kwa wananchi pindi wanapokuwa na matatizo mbalimbali kuhusiana kama alichokifanya huyu, wito wako ni upi? Wito wangu kama mwenyekiti wa chama, mimi nadhani kwamba ni waasi wananchi kwamba waache kujichukulia sheria mkononi au kuweza kutenda mambo makubwa kama haya. Endapo kama mtu ana jambo ambalo linamsibu, ajaribu hata kuzungumza na serikali au kufika kwenye ofisi zetu na kueleza jambo lake, yamkini tunaweza tukalitatua. Majina naitwa Julius Lisante Mbogo. Napenda kukuambia kitu kilichotokea hapa. Huyu jamaa alikuwa rafiki yangu, saa 11 nilikutana naye. Na akaniambia kuna hela na kudai kama 1000, nikamwambia chukua. Nikaenda kwa mambo yangu, lakini sijapendezwa. Askari wetu walichotuuzi ni kwamba wamechelewa kuja. Pili, sijapenda mtafaruko ambao mtu ameshafariki alafu jambo kama hili linatokea. Kiukweli halifai, na serikali inatakiwa iangalie kwamba jambo kama hili kila mtu linamuumiza na halifai katika jamii. Sijapendezwa, na vyombo vya sheria na mamlaka vijue kwamba hili jambo linatumiza watu wote, kwa sababu huyu ana familia na sisi pia tuna familia. Of course mtu ameshafariki, chanzo hatujui. Je, unapokuja kupambana na waandishi wa habari na nini, haina mantiki. Hili jambo jamani halifai. Ninasema hivi, polisi wafanye kazi yao walioisomea na sheria na utaratibu, lakini wasifanye kwa sababu ya nguvu ya mamlaka. Tunafanya kwa sababu ya kazi.